Mimi naitwa Silas Mundu, lakini maarufu najulikana kama Lukaku. Mimi niko na swali moja, kwanza kwa wakili. Kulingana na hii maandamano yenye tunaongelea hapa, wajua kule mtaani watu wengi wanafikiria kutaka kufanya maandamano kwa ajili ya jambo fulani ni lazima liwe ni group lenye limejipanga na liko na certificate. Kwa hiyo nataka pia ufafanulie ili hata wananchi wajue kwamba iko vipi hapa. So kwangu mimi, whether it's, about to stand up for rights, protest women's issues, youth issues, watu wa pwani, saa yote ambao naitwa ama naweza kupeana mawazo ama naweza saidia, nitafanya. So, but pia hatuna macho kila mahali, wala, kila mtu ako na capacity yake. So I think kila mtu hapa ako na responsibility. We pia unafaa ukuwe mwanaharakati. Sote Mkenya, kila Mkenya anafaa kuwe active citizen. We all have that responsibility. Kipengele cha katiba yetu article number 50 inasema kwamba kila mmoja has a right or is supposed to be presumed innocent until the contrary is proved. Kumaanisha kila mtu hata kama amefanya kosa, yule ambaye ataenda kusema huyo amefanya kosa si mimi, ni mahakama. Kwa hivyo inakuombea kwamba kama tumempata mtu fulani amefanya makosa, huyo wakati wote ataitwa mshukiwa, hataitwa mhalifu wakati huo. So kuna kitu inaitwa civil arrest, kwamba si lazima hata tupigie simu askari kutoka Kilifi Police Station, kutoka Takaungu, kutoka Kijipwa waje wamshike yule mtu. Tunaweza kumshika yule mtu na tumpeleke Kilifi Police Station, tuseme kwamba huyu tumemshika akifanya kitu fulani na afunguliwe mashtaka. Ni vipi utahakikisha kwamba hawa kina mama wanapata nafasi zao? Mama pia vijana, kuna vitu ambavyo wanastahili kupata. Mama vijana wetu hakuna mtetezi wa kuwapigania upate ajira. Mama vijana wetu wanaishia kwenye mihadarati. Mimi nilikuwa na hope leo sitaongea kabisa, nitasikiza watu wa Mnarani wana issues gani, niweze kuandika, na huko nje huko huo tuonana, wala kupiga siasa za kutukanana, za kusemeana, tutaonana huko, tutaambiana. Vijana wetu wako hapa mtaani na hawana kazi. Wanaopata kazi ni wale wana baba zao wanaweza, wana familia zao zinaweza. Walio chini wako kudidimia. Ni vipi wakubwa wetu, waongozi wetu kuwasaidia hawa watoto wetu? Asante. Majina anaitwa Anderson Badiwa Jilo almaarufu Jilo Junior. Mimi ni aspirant Adu World. Na nashukuru sana kwa hii hafla yenye imeandaliwa hapa na Coco FM. Coco FM ni radio station yenye sasa inakuwa kwa kasi sana, na hususan inaangazia sana uongozi mzuri. Maana mimi nimefuatilia sasa ni karibu mwaka mzima sasa nikifuatilia Coco FM, na nimefuatilia kwa kina sana uongozi mzuri kupitia Radio Coco utapatikana, kwa sababu midahalo ikiwa inahusisha watu kama hivi, watu watakuwa wanachangia na sisi pia tutakuwa tunajua ni wapi kwa kufika. Kuna viongozi wengine sasa wamechipuka, wanatafuta uongozi lakini at the same time hawajui hata matakwa yao, hawajui hata MCA ni wapi anafaa aende na ni wapi mipaka yake hajui. Hamujambo nyote? Hatujambo. Shikamoo. Marhaba. Ni mara yangu ya kwanza kumuona Bi Anita, lakini unafanya kazi nzuri sana. Asante. Jina langu ni Mwinyi Athman, natoka Mnarani. Haki zako sio msaada. Kupata maji ama kupata shule ambayo imejengwa vizuri ama chemist ambayo iko na madawa, hiyo si kutafuta msaada kwa serikali. Ni pesa zako, ni haki zako na ni kazi zao. So naona sote tuko na responsibility ya kuhold leaders wetu accountable. Nyinyi ndio mnapeana uongozi mzuri, nyinyi ndio mnachagua. 2027 chagueni viongozi ambao watakuja wasaidia, si viongozi ambao baadaye wakiitwa wanakimbia. Kwa hivyo nyinyi mna hilo jukumu la kuchukua kura na kuzipiga mahali sahihi. Lile swala la kuhusu ramp tutaishughulikia. Alipo tayari tulijua. Thank you. Kwa hivyo tutatengeneza ramp za kutosha kila mlango. Thank you. Pili, ningewaomba watu wa Coco FM no. muwaze kupanga debate
ya hawa aspirants wote. Hakuna governor, hakuna MCA, hakuna women rep, hakuna senator atasolve our problem. But we need to have a process in the name of community planning and implementation process. Itasolve hizi shida zetu zote. Kila kijiji itaketi kivyake. We'll have what we call self governance. Thank you. Now, naomba nitoe shukrani zetu za dhati kwa niaba ya Coco FM. Asanteni sana kwa kila mtu ambaye amechukua muda wake kuja kwa mazungumzo haya ama mdahalo huu. Asanteni. Coco FM, ladha ya Pwani.